Lakini tukiendelea na vidokezo ni kwamba zaidi ya Wakenya 1000 mtazamaji wanashiriki katika vita kati ya Urusi na Ukraine. Kulingana na ripoti ya idara ya ujasusi, usajili wa Kenya kupigana nchini Urusi unawezeshwa na maafisa wa serikali wakiwemo maafisa wa uhamiaji, wale wa DCI na wa mamlaka ya kitaifa ya uajiri. Akisoma ripoti hiyo bungeni hapo jana, kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah alisema kampuni moja ilitumika kuwasajili Wakenya wengi, huko hospitali 2 zikihusika pia na ukaguzi wa kiafya ya waliosajiliwa, kama anavyotueleza Gatete Njoroge. Kwa miezi kadhaa, hali imekuwa hivi kwa mamia ya familia nchini, wakililia serikali kuingilia kati na kuwarejesha wapendwa wao baada ya kujipata Urusi wakipigana vita. Serikali sasa ikivunja kimya kupitia ripoti ya idara ya ujasusi. Kulingana nao, zaidi ya Wakenya 1000 walisajiliwa kupigana katika vita hivyo. The agencies have been enticing Kenyans, promising them lucrative terms of service such as salaries of about 350,000 shillings per month and hefty bonuses between 900,000 shillings and 1.2 million Kenya shillings, as well as eventually being issued with Russian citizenship. Idara ya ujasusi imesema waliosajiliwa walikuwa wakitumia uwanja wa ndege wa JKIA kuelekea Istanbul, Uturuki, huku wengine wakipita Abu Dhabi kwenye himaya ya miliki za Kiarabu. Cha kutamausha hata hivyo ni kuwa maafisa wa serikali wamehusika. The agencies have been colluding with rogue airport staff from the Directorate of Immigration Services, the Directorate of Criminal Investigations, Anti-Narcotics Unit, and National Employment Authority to facilitate the recruits without interception at the Jomo Kenyatta International Airport. They have also been colluding with staff at the Russian Embassy in Nairobi and the Kenyan Embassy in Moscow. Ripoti iliyowasilishwa bungeni pia ilimtaja yule anadaiwa kuwa mhusika mkuu na kampuni yake. Global Face Human Resources Limited, a private recruitment agency located along Koinange Street in Nairobi, owned by one Festus Arasa Omwamba. The agency has actively conducted recruitment drives in Kenya targeting skilled and semi-skilled youth for foreign employment, as using the Kazi Maju initiative to present itself as a legitimate government-endorsed recruiter. Serikali imedhibitisha kuwa Wakenya 28 hawajulikani waliko tangu kujiunga na vita. 39 wamelazwa hospitalini, 35 wapo kambini, 89 wako kwenye vita, huku mmoja akizuiliwa na mwingine mmoja akikamilisha kandarasi. They were deployed to active war front areas. One Kenyan, Eric Korinko, was shot and unfortunately lost his life. Others remain or missing in Russia. Wabunge wametaka hatua kuchukuliwa dhidi ya maafisa wa serikali wanaodaiwa kuhusika na sakata hii. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen. Na mtazamaji